wanahamua wakimpenda wanabaki na puto lao, wasipovutiwa wanapop puto na kumtoa kwenye mchezo. Lakini hata mwanaume aliyekataliwa atapata nafasi ya kuuliza na kupata majibu ya kwa nini amekataliwa. Kipindi hiki na zidi ya mchezo ni safari ya kuonyesha hisia na maamuzi ya pop kwa pop. Pause with a smell. Pop is amale pause with a smell. Yani message sasa, kwa message. Jiwa. Abani le mama wa maombi ni mutambulisha ni ipaji. Sawa. Na baba huyu munayemuona hapa ndo mama wa maombi. Na baba wa maombi ndo huyu munayemuona hapa. Na baba we yomba ilangi ntumishi ilangi hiyo. Kuna risala naenda kuisoma, ndugu wapenzi watamazaji. Habari za leo ndugu wageni waandishi wa habari na wote mliopo hapa leo. Kwanza kabisa napenda kutoa shukurani zangu za dhati. Sauti pia. Kwanza kabisa napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa kila mmoja sauti ya Elamanga. Kwa kuja kushiriki nasi leo. Nilie kuwa mbele yenu hapa naitwa Gatuso Anyanga aka Nyongwe. Ukienda zone 8 naitwa Ndaishimiye. Nimebahatika kuwa sehemu ya Nimebahatika kuwa sehemu ya timu hii uandishi, na leo nimepewa na heshima kubwa ya kusimama hapa mbele yenu kuongoza tukio hili maalum. Leo kwangu ni siku ya kipekee kwa sababu leo tunafungua ukurasa mpya wa burudani hapa kwetu, na ni furaha kuwa pamoja nanyi kushuhudia hatua hii ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kabisa na kwa heshima kubwa naileta kwenu rasmi Malu Media. Jukwaa lililobuniwa kwa ajili ya kuinua vipaji, kusambaza burudani na kutoa nafasi kwa vijana kuonekana na kufaidika na kazi zao. Kwa wale ambao mnasikia jina hii kwa mara ya kwanza, Malu Media ni jukwaa jipya la burudani na maudhui ya kijamii. Umusometi waungua menyu vipi? Ovyo musoma ulongo soma ngo chobodi niyo musoma. Ovyo musoma ugoma ngo chobola mwingine nyiso moshinto bochu amenyo. Sawa. Ya kijamii lililobuniwa kwa ajili ya kuibua, kukuza na kusambaza vipaji vya hapa kambini Nyarugusu. Na kwingine na kingineko, dhamira yetu ni kufungua milango kwa watu wenye mawazo mapya, vipaji na ndoto kubwa ili wasikike, waonekane na waunganishwe na fursa mpya. Zaidi ya hapo, Malu Media imefunguliwa kwa lengo la kuwawezesha vijana wenye vipaji kuhakikisha wanapata nafasi ya kufanya kazi na kulipwa kwa juhudi na jasho lao. Tumsifu Yesu Kristo jamani. Milele amina. Tunawakaribisha wale wenye mawazo mapya kwa sababu hapa tunafanya kazi na kununua mawazo, kuajiri vipaji vipya na kusaidia kila mmoja kufikia ndoto zake. Kwa hiyo kama unayo idea, kama una
kipaji unahitaji kufanya au kutangaza biashara nasi, utafute kupitia namba ya simu jumulisha na alama ya jumulisha 2557665413 mwisho. Au kama unataka kushirikiana nasi kuwa mmoja wa wadhamini wa kuweka sherehe kwenye platform hii, tutafute kupitia WhatsApp namba, weka alama kujumuisha 12 08 43 00 310. Lakini pia unaweza kupata kupitia mitandao YouTube Malu Media, Instagram Malu Media, TikTok Malu Media. Tuko pamoja ndugu zangu. Leo tunaanza safari hiyo kwa kutambulisha kipindi chetu cha kwanza kabisa. Mbona ulinto muchuku? Fungobe ninyo ni momono muchuku mantacho. La chake manga cha ingama chishile tembo chemwila mwashi. Naanzia mwanzo. Leo tunaanza safari hii kwa kutambulisha kipindi chetu cha kwanza. Tunakiita Pop the Ballon of Friend Love Nyaru Vision. Pop Ballon of Friend Love Nyarugusu version. Hiki ni kipindi cha mahamuzi ya haraka kilichojaa burudani, msisimko. Wasichana singo wanasimama na maputo mikononi. Wanasimama na maputo mikononi. Maputo mikononi. Alafu tunawaleta wanaume singo mmoja baada ya mwingine. Baada ya kujitambulisha, wasichana wanahamua wakimpenda wanabaki na puto lao, wasipovutiwa wanapop puto na kumtoa kwenye mchezo. Lakini hata mwanaume aliyekataliwa atapata nafasi ya kuuliza na kupata majibu ya kwa nini amekataliwa. Kipindi hiki na zidi ya mchezo ni safari ya kuonyesha hisia na maamuzi ya pop kwa pop. Pause with a smell. Pop is amale pause with a smell. Yani message sasa, kwa message. Bila kupoteza muda, naomba niwakaribishe rasmi waendesha kipindi hiki ambao wataongoza show hiyo kwa burudani na ucheshi wa hali ya juu. Naomba niwape nafasi waje wajitambulishe wenyewe. Karibuni ndugu zangu ambao mnakuja kujitambulisha wenyewe. Karibu Mrs. Angel. Habari zenu nyote. Nimebahatika sana kuwa sehemu hii hapa. Na leo nimesimama hapa kwa furaha kubwa. Kwanza kabisa, napenda kuwashukuru kwa kutuunga mkono katika hatua hii mpya ya burudani. Na leo tuko hapa kwa ajili ya Pop the Ballon of Friend Love Nyaru Vision. Bibi bitoshi lengi iso. Bibi. Betu twasoma maosi. Popo lolo. Popo rudilia hapo kupopo. Sisi tulisoma vibaya. Pop the Ballon of Friend Love Nyaru Vision. Betu twasoma bipopo. Bipopo ballon. Tuendelee. Kipindi cha tofauti kabisa chenye vichekesho, msisimko na maamuzi ya papo kwa papo. Na mimi niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa moto zaidi. Na naamini hamtokosa chochote kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo tayari na asante sana kwa kutupokea. Ungerudilia kwanza hapo kupopo Popo Babylon. Pop the Babylon Friend Love Nyaru yangu. Ningeenda kwa visinge kwa. Na leo tuko hapa kwa ajili ya Pop the Ballon of Friend Love Nyaru Vision. Tutasoma yetu kabisa. Karibu kaka mwingine. Habari zenu jameni? Asante. Ya, natumaini wote mpo salama.
Yes, nimebahatika kuwa mbele yenu hapa na kwa majina naitwa Vantolo, wale wengi wananifahamu kwa jina la Van ukifika nyumbani. Na kwa mara ya kwanza nimepata nafasi ya kuwa mmoja kati ya sura ambazo mtaziona sana kwenye mchezo huu wa Pop the Balloon. Kwa sababu nimepewa heshima ya kuwa mmoja kati ya mahost ambao wataendesha show hii. Na niwaahidi tu moja kwa moja kuwa sitowaangusha. Nimejipanga kisawasawa kabisa kuja kufanya mapinduzi makubwa kwenye burudani hii. Okay? Hiki ni kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea hapa kwetu Nyarugusu. Na kilikuwa ni kama ndoto, ila leo kimekuwa kweli. Nipende kushukuru kila aliye nyuma ya idea hii, walio support mpaka ifikie hatua hii. Niwape tu shukrani zao za dhati. Wamefanya jambo la maana, jambo la kukuza vipaji, jambo la kuendeleza maisha ya vijana. Na sasa ni jukumu letu sote, mimi na wewe, kuwapa support yao ya nguvu au support yenu ya nguvu ili nao waone walichokipigania. So guys, kaa tayari. Pop the Balloon, find love, Nyaru Vision is coming. Asante. Na pia ndugu, munaweza mukaona kama mtu mwingine akusoma karatasi ni ndo mke wangu huyu mtarajiwa, kama gisi munavyojua na gisi munavyotuona kwenye makazi. Kwa hiyo zoezi hili ni endelevu mpaka ndau na litakuwa endelevu. Kwa hiyo nije kufungua ukurasa mwingine baada ya mwingine kwa kuendelea na zoezi hili. Nitafungua ili bango ambalo litatangaza kwa jina ya ule mchezo ambao unaitwa aje tena? Pop the Balloon or Find Love Nyaru Vision. Ndio. Kwa hiyo wataenda kuelewesha zaidi sana kupitia mchezo huo viongozi ambao tuko nao hapa mpaka sasa hivi, dada yangu hapa na kaka hapa. Bunda machitoka ngule bamone mchezo vishi mangu huyu. Iko besuti mu ngo pucha. Ngobe ano. Ni kwa rufu aso na ma. Tomona mesu shi tento wati kwa emono. Kwenye ukuta. Popu Baliloni. Ondo Nyarugusu. Bado hapo inapanda sana. Tuishushe hapa. Hapo gongelela kwanza kule. Igongelele sasa. Bobole. Eshi bunde katangu ita imi mutomochoka. Tinyo mwini wandoa. Tarajiwa. Abani le mama wa maombi ni mutambulisha ni ipaji. Sawa. Na baba huyu munayemuona hapa ndo mama wa maombi. Na baba wa maombi ndo huyu munayemuona hapa. Na baba we yomba ilangi ntumishi ilangi hiyo. Kwa hiyo ili ndo bango ambalo linatangaza mchezo huo. Sisi hatuna budi ya kuelezea mchezo huu, bali tutawapatia nafasi watu ambao watatuelewesha mchezo huu na kuuelezea ili jamii yetu iuelewe. Nitake kuwakaribisha dada na kaka, kila mmoja kuelewesha kwa njia ya mchezo huu. Karibuni. Asante sana. Oboshui ana doso tingalungewe. Sauti mic ziko mbali. Umanguli. Okay, kama tunavyoona, Pop the Balloon, Find Love Nyaru Vision. Nafikiri mnamu sana ya kuelewa mchezo unamaanisha nini. Ngoja tuendelee na kazi. Si mnaona hawa masista wanavyoshikilia hayo maputo? Nafikiri mnaona vizuri sana. Yaani tunataka kila mwanamume aliye single na mwanamke aliye single ampate mwenza wake.
tutakuwa tunafanya hivi. Tunawaita wale waliokuwa single kwa masista na makaka. Mnakuja kisha masista wanashikilia maputu kama hivi. Akija mvulana ukimtaka utotoboa ile putu. But usipomtaka unalitoboa. Hivyo hivyo na kwa wavulana na wao pia na wao wanachukua maputu kama na hivi. Wanajipanga hivyo hivyo. Tunakuja dada mmoja mmoja. Wewe ukimtaka utotoboa ile putu, unamsubiri. Anajielezea, ukitaka maelezo yake vizuri, mnakubaliana. Ndio kama na hivyo, nashukuru kwa kupata nafasi ya kuelezea mchezo wetu ambao umekwenda kuanza rasmi. Makole mangaitwa mimi msaidie kidogo. Karibu kaka Vani. Mimi nipo mrefu sitoshimama ndugu zangu. Mchezo huu hapa na mimi nimsaidie kuelekeza kidogo. Hapo kuko wavulana. Wavulana wanaweza akawa ni 5, msichana mmoja. Ikifika muda ule ambao mvulana amekuja, anaweza akajieleza ukawa umempenda, kipindi amekuja kwa muonekano wake. Ukamuona, ukashindwa kutoboa lile puto. Lakini kwa vile atakavyozidi kujieleza, ukakuta labda kuna kasoro ambazo wewe hauzitaki kwa huyo mwanamke. Kwa mfano, anaweza akaja akasema mimi ni singomaza na mtoto mmoja. Kwa muonekano wake ulikuwa umempenda, lakini kwa yeye kuongea mimi ni singomaza na mtoto mmoja, ukakuta wewe haupendagi wasichana kama hao, ukatoboa. Anaweza akawa ni mwanaume. Msichana ukasikia kuwa mwanaume huyo labda hana kazi, labda miaka yake sio ya wewe kukaa naye. Ukisikia ni hivyo, hapo ni maamuzi ni ya kwako. Unaweza ukapasua au ukasikiliza mengine yanayofuata. Sasa mchezo huu hapa tarehe za kwanza najua tutawaelekeza na kutakuepo kadi. Zitakuwa zinakuja ni kwa kualikwa. Unaweza ukapigiwa simu kapewa kadi ya kualikwa ukasema siku fulani tunakuhitaji uwepo, siku fulani tunakuhitaji uwepo. Kwa hiyo mtakutana na watu wengi. Kwa hiyo hapo ni fursa ya vijana ambao hawana wapenzi, masingo, watapata wenza wao. Asanteni jameni. wapenzi na uvidivu usuma nguyu seba seba Ile ni choba singo. akili ndo bumango to amangu itapoli singo. Sawa, kama gisi tumesikia maelezo ya mchezo huu wa The Pop Babylon Foundation Love Nyaru Vision. Wasoma maosa oto el. Kwa hiyo shoto inachutuma na chu anjabi anja ile Ingereza hii. Kwa hiyo mchezo huu utakuwa ni endelevu kama gisi wamewaambia, na siku ya mchezo huu itakapoanza watawatangazia matarehe. Kwa hiyo ni endelevu kwa kuendelea kusoma baadhi ya maelekezo na maelekezo na kuelekeza jamii yetu kwa jumla. Nyokote shirimu etabili lungi. Na ni mpya hii. Vile maka. Ili ane miwani ili. Ukisoma pipa. Sawa. Tunaendelea na zoezi letu kama kawaida. Aliye mbele yenu hapa ndo gisi mulisikia mie ndo Ilangi na mama wa maombi ndo huyu. Na kabla hatujafungua nafasi kwa maswali, tunapenda kuweka jambo moja wazi kabisa. Kigezo kikuu cha kushiriki ni kuwa single, yaani hauko kwenye mahusiano yoyote. Hatupo hapa kuharibu mahusiano ya watu wala kuingilia maisha ya watu yeyote. Hii ni nafasi kwa wale walio tayari na walioko uhuru kutafuta burudani na labda kupata na penzi la kweli. Benuba meshina shimone monubu uli ushiri makangadadi ndoa yao. Na hakuna cha kuogopa. Kama unataka kushiriki, tafadhali wasiliana nasi kwa namba tutakayoweka. Kwa hiyo namba ijawekwa, utawasiliana kupitia namba itakayowekwa. Uwe wa kwanza kabisa kushiriki kwenye kipindi chetu kipya cha Pop the Balloon of Love Nyaru Vision.
Ndani ya Malu Media, faida za kushiriki show yetu kwa ufupi. Namba 1, kuonekana na kujulikana kupitia YouTube, TikTok na Instagram. Eteben bawi unda masnapuchati sehemu za mionekano. Namba 2, burudani na uzoefu wa kipekee, kicheko, msisimko na kumbukumbu mpya. Allah na kumbukumbu mpya. Namba 3, kwa wenye bahati watapata nafasi ya kupata mpenzi, kukutana na mtu wa maisha yao. Yebyo byose ina mosi muko babokonda, munakwaka so michezo ndo munakyama bokonda. Tunaenda na hii. Namba 4, kujenga mahusiano na fursa, kukatana na watu wapya kukutana nasoma kukatana na mko kukutana ebalole lulami anotale muundi tenda bibi, kukutana na watu wapya na nafasi nyingine. Namba 5, kuwa sehemu ya historia, washiriki wa kwanza kwenye show hii mpya. Jiunge sasa na uwe sehemu ya Pop the Balloon of Friend Love Nyar Vision. Ingereza ya kum. Kaka, dada, baba, mama, hadi babu na bibi. Kila mtu unakaribishwa kushuhudia burudani hii ya kipekee. Kwanza maelezo zaidi au kujiunga tupate kupitia YouTube, Instagram, TikTok, Malu Media. Kwa hiyo na mimi naweza nikasema kwamba vipindi hivyo vyote vinapatikana na tunaendelea. Usikose nafasi hii, jiunge sasa, usiogope. Na sasa ni kwenda kukaribisha waandishi kwa ajili ya maswali. Tunawakaribisha nyote ambao mnatakiwa kuuliza maswali kwa sababu ya mchezo wa Pop Balloon of Friend Love Vision for Gen. Tamuelo tocha Mungu boba. Naam, asante sana ndugu Gatuso ambaye ni Baba Zuu kwa kutuletea mchezo wa Pop ambao utakwenda kushirikisha watu ambao watakuwa kwenye mahusiano ambao wajui yanahusiana na nini. Lakini hivyo umesema ya kwamba faida za mchezo ni kuweka mtu kuwa maarufu kwa mitandao ya kijamii. Labda hapo ningetaka kuhusia. Inawezekana watu wengi wakahitaji na wakatamani kushiriki kwenye mchezo, lakini kama unavyojua mchezo kama mchezo lazima uwe hata na kizawadi kidogo. Unajua? Labda Malu Media hawajafikiria kufanya kitu kama na hicho au vipi? Sawa. Swali lako ni nzuri kwa kufatana na mchezo huu umetolewa. Ila wamekuambia kuwa watatangaza rasmi siku ya mchezo huo kuanza. Kwa hiyo siyajua na mimi kama kutakuwa na mashindano ya vizawadi kama hivyo. Kwa hiyo watakutangazia na watakupa taarifa kwa siku hiyo mchezo itakapoanza au itakapokuandaliwa kuanza. Watatoa taarifa kwa jamii yetu kwa jumla. Okay. Na pia vile tukitaka tufahamu labda mchezo wa kwanza ambao utakwenda kuanzishwa. Tunaamini watazamaji wengi wa media zako ambazo ziko mbele ya macho yako hapo wangetamani kuona mchezo huo ukianzishwa na Gatuso na Mama Zuu. Tujue kweli kama mnapendana au ndo ile tu unataka mchezee Mama Zuu afu muache. Kwa kuwa tumesoma vigezo vyote na vimejieleza viko wazi. Hivyo mimi na mke wangu Mama Zuu havitowezekana kwa kuwa tayari sisi tupo kwenye mahusiano. Na kuna sheria imesema hawaji kuvunja mahusiano ya watu au ya mtu yoyote. Kwa hiyo nafasi hiyo sidhani kama inaweza ikapatikana kwa kuwa sisi tayari ni wanandoa unavyotuona hapa. Naam, asante sana. Labda tungetaka tuulize swali moja la kanisani. Je, kweli unampenda Mama Zuu kwa shida na raha? Mimi mpaka sasa hivi kwa kuwa ninaye ni kwa sababu tunavumiliana vingi tu, lakini huyu mwanamke tabia zake zimeshanichoka. Labda kwa tabia gani ambazo anazo unahisi hamtoendelea hadi kufikia malengo? Anaamukaga si zere kabla ya bwana kuamuka.
Asante sana. Karibuni. Unapomchukua mwanamke bachelor, mwanaume bachelor, mnaunganisha, unapendana pale mbele ya umma. Alafu inafika stage familia inakuwa haitaki. Nyie kama media mnasaidia nini watu wali ndoa yao iweze kudumu zaidi? Yeah, swali lako ni nzuri. Ila usemi unakuaga kwamba hauwezi ukaribu mahusiano ya wawili waliopendana kwa shida na raha. We kama mzazi unaweza ukakatala, lakini jamii yetu kwa kila mashauri yoyote, sehemu yote pale ambako utaenda, utaambiwa akipendacho ula ndoo mbichi. Unasikia? Mchague yule uliyempendaye kwa moyo wako mmoja. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtenganisho wa kifamilia kutenganisha wawili waliopendana. Na hisi hapo vile niko sahihi kwa jibu lako, na kama unaweza ukauliza tena, karibu kwa maswali. Okay. Sawa, nilikuwa natamani kujua, sio kweli, nataka kujua kwa wale wahusika, sababu yeye kwa nchi ambao walikuwa na ofisi yao na pia ndio wasimamizi, na natamani kusikia wanatuambia kitu kuhusiana na hili swala ambalo tofauti au zone zote. Hapo kuna nafasi ya kuwa unaweza ukafika pale ukawauliza vijana ambao wanahitaji kuingia kwenye mchezo huo. Wapo watakao kataa na wapo watakao kubali. Ndio maana yetu hii. Sawa, hichi tunachofanya ni moja kati ya promotion. Unatangaza media yenu hiyo maalum media, lakini pia mmetangaza na kipindi moja kwa moja. Kwa sisi media mmetuandalia nini? Ni supu ama kuna vitu vingine ambavyo tutafanya after hapa? Na hapo swali. Sawa, mimi ndo natakiwa kujibu hiyo. Natamani hao wajibu. Kuna maswali mengine ni ya kwangu mimi kujibu, sio hawa. Unasikia? Mimi ndo natakiwa kujibu swali kama hilo. Nyinyi kama media kwenye tukio letu hili tumewaita kushiriki pamoja nasi kama jinsi ulivyosoma ujumbe wangu wa karibu, ndugu zetu waandishi wa habari. Kwa hiyo mna supu ambayo mtakunywa hapa. Mujisikie uhuru kwa hichi kwa hili tukio letu la leo. Supu yenu nyinyi kama waandishi wa habari kwa ujio wenu hapa wa leo, supu yenu hipo. Na taratibu zingine zifuatazo kwa mchezo huu kuendelea, ndo tutawatolea taarifa kwa kufatana na mchezo wetu sasa utaanza lini au tarehe ngapi, 2000 na ngapi. Kwa maelezo zaidi ndo kutakuwa taratibu zingine ambazo tunaweza tukasema mchezo wetu huu utafanyika kwa kupitia vipelenge kadhaa. Sawa, nadhani hilo limekaa vizuri, lakini kuna ujanja ambao umezidi ambao kama watu wameelewa wengine, lakini mimi kidogo haijakaa sawa. Natamani kusikia kutoka kwako kuhusiana na swala la Ichiba Samaki. Sasa hivi huko karibu na Mama Zuu kama mke wako, lakini nilitarajia kuona suti nyingine imekaa pale pembeni yako. Hili swala pia limekaa vipi? Kwa nini yeye hayupo hapa na huko na Mama Zuu? Wakaribishwa kwenye mchezo huo, utakuja kuwashuhudia watu aina mbalimbali. Wakiwepo wakina sisi, wakina Ichiba Samaki, wakina wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo hapa tunakuja kuzindua mchezo na kutangaza jina. Bado mchezo huo haujaanza rasmi. Niko pamoja na Mama Zuu ambaye ndiye ni ndoa yangu, mbavu yangu moja, iwezi kabaki mbali. Kwa hiyo ulimuongela. Haleluya. Amena. Kwa hiyo nitake kukujibu hapo, tusio wanafiki wa kazi yetu. Kitu kama hichi kina siku yake pia ya mchezo. Kwa hiyo siku hiyo ndo kutakuwa mialiko kama alivyoongea ndugu yangu pale. Kuna mialiko ambayo ataitoa kwa sababu ya kualika jamii yetu sote. Na hisi hapo utakuwa umenielewa. Labda niulizie hapo kuhusiana na swala nzima la ndoa. Kwa sababu mada kubwa hapa mnakuja kuunganisha ndoa za watu. Na ndoa ina vitu vingi sana. Kwanza ndoa moja inatakiwa kushika uchumba, mahari, pia inakuja fuatia sunna za Mtume. Vipi kuhusiana na nyinyi mmeandaa kitu kama na hichi? Baada kuunganisha wale watu, afu uwezo wao ni mdogo sana. Afu kule bamuko wana focus sana upanga mkononi kwa sababu wazee wetu tunawafahamu vizuri. Wewe kama wewe utawasaidiaje wale watu wako ili waweze kudumu kwenye ndoa yao na ndoa yao hiyo mfano kwa wengine waweze kuja wengi kwenye kazi yako? Mheshimiwa, lakini sio mgeni rasmi. Ni kwamba kama sisi tuko hapo
ni tumewaalika watu au mtu mwenyewe amejitolea, mimi natafuta mwanamke au mimi natafuta mwanaume ambaye tunaweza tukaishi, nimechoka kuwa single. Na sisi kama sisi tukakufanyia hicho ambacho umetuomba, ukafika hapo ukahudhuria mchezo na kwa bahati nzuri ukatoka na mwenza wako. Sasa kuhusu huko kwenye masuala ya baba mkwe au mama mkwe au mafamilia kiujumla, sijui ambacho kinaweza kikaendelea, na hilo swali nikisema nilijibu hapa nitakuwa nimekosea. Labda tutalikalia saa chini tujue kwa gisi ya kulitatua. Basi vizuri sana. Kidogo tungetaka kujua kuhusiana na huo mchezo vipi. Kuna mavazi ambayo mtu unatakiwa uyapangilie au mavazi yoyote yale ambayo unatakiwa kuyavaa ni wewe tu kujisikia? Kilichopo ni kwamba wewe kama wewe hakikisha umekuja kwa ule muonekano ambao mwanamke mwenyewe atavutiwa na wewe. Unajua unaweza ukaja umepiga vimadredi, unaweza ukaja umevalia mivalio ya vitu vingi, macheni manini, afu ukafika pale mwanamke akakwambia mimi sipendagi mwanaume anaivaliaga vitu kama hivyo, ikawa ni hasara. Kuuliza swali unasema kuwa hilo swali hata liweza labda tuliwakilishe, hapo unakuwa unakosea. Inatakiwa hapa kwenye kongamano hili hapa kuwe manager au kuwe yani mkurugenzi ambaye anayeongoza Maalum Media ili awe anajibu kwa ufasaha maswali. Lakini ukiacha njia panda, sidhani kama kutakuwa nyingine siku ambao watu watapata nafuu na kupata mwafaka wa maswali wao kama hii siku ya leo. Nasema jamani, ndio hivyo, hapo umeongea sawa. Na mimi kama nilivyosema, niko pale kwa kuendesha mchezo, ila sio kwamba mimi ni kiongozi. Sasa ndio maana nimesema hivi, kama uongozi hapa upo, wenyewe ndio mnaweza mkauliza maswali hayo na wenyewe wakawajibu. Samani, naweza nikaongeza kidogo. Mumejikita sana maswali yenu kwa wasimamizi ambao wataendeleza kuendeleza zoezi ya mchezo huo. Kwa hiyo amuulizi maswali yenu kwa wale ambao mnawaona wanasimama mbele yenu. Kwa hiyo msimamizi wa Maalum Media ambayo unamuona hapa ndo mimi hapa. Sasa nyie maswali yenu iko kwa hawa ambao wataendelea na zoezi hilo la kuendesha mchezo huo. Na ndio maana nimewaambia hivi, inabidi tuwe na kumbukumbu za kufata kila ambacho nimeanza nacho. Upo baba? Uliza sasa swali kwa msimamizi. Nilikuwa nauliza mimi kwamba mmesema itakuwa ni issue ya kukuza vipaji. Vipaji vya aina gani ambavyo mnavitafuta ambavyo vimepotea maybe ambavyo mtavikuza kwa vijana lakini pia watu ambao wako chini? Ndio. Sawa. Naenda sasa kujibu ile swali. Oshibe elobi itwao ungwe binojibu ile swali. Kukuza kipaji cha mtu kina tofauti ndani yake katika ukuzaji wa kipaji cha mtu. Kuna mtu ajui kusema na mwanamke. Unasikia? Kuna dada ajui kusema na mwanaume. Yaani ukisema nayo obochela fulani kwenye unamwacha unakuta Aisha kimbia. Kwa hiyo tukatoa mchezo huo iwe nafasi ya kukuza vipaji vya wale labda ambao wanakimbiaka wasichana. Kwa sababu ni mchezo utakuwa unaandaliwa pale, tunaandaa wanawake kwa wanaume. Unasikia? Uenda wewe dada au hujazoea kuongea na tumulika. Ni mwechacho huyo mbona ule somutendeline matule mubengecha. Lola bya kibichwele ushileti ile mala tolwa meso. Kwa hiyo zoezi hilo linakuja kwa sababu ya vijana na mabinti. Unasikia? Na hisi hapo utakuwa umepata kukuza kipaji cha mtu akiwa anajua kusema na mwanamke. Sio kwamba eti umepitia njia rahisi, ni kitu nacho umegaramika sana kwa kumfunza ule mtu na kumtoa uoga kwa kusema na nani na mwanamke, au kumtoa uoga ule binti kwa kusema na nani na mwanaume. Ni mmoja wapo wa kukuza vipaji. Unasikia? Na kwenye michezo mbalimbali kuna kuja vipaji vingi. Unaweza ukaenda pale na ukaja na kipaji chengine tofauti na kile ambacho umekiendea pale. Hapo mheshimiwa, ukimkuza kipaji cha kuongea na kupata ujasiri kusema na mwanamke. Kwa hiyo unakuja kumwambia yule bana iwe kazi yake iwe fani yake. Sisi kipaji tunamfundisha na baada ya kumfundisha mtu kipaji anatakiwa aendeleze fani, anatakiwa awe na wanawake wengi. Ndio unakuja kufundisha hapo. Au sijakuelewa vizuri hapo? Hapana. Sijafundisha hivi. Lakini kwa kuuliza swali hilo umenielewa. Unasikia? Ni mmoja wapo wa mimi kumweka umahiri katika mahusiano yake yeye kwa binti kwa mwanaume. Kwa hiyo swali yako imegamia kuwa ni ukijua kutongoza wewe
ndo uende uchukue depo yote ya wanawake. Hapana. Ule mwanamke naye akijua kutongozwa ataenda chukua depo hapo ya wanaume. Ushaona mwanamke anaoa wanawake 10, wanaume 10. Lakini mwanaume ana uwezo wa kuoa wanawake 10. Kwa hiyo ni mmoja wapo wa kukuza. Swali hilo lako na hisi jibu lake liko wazi. Malize na hili hapa. Ndiyo. Huo mchezo huko Marekani, huo mchezo huko Tanzania pia. Na nilitamani kujua kwamba masuala ya copyright mmeyazingatia, kwa sababu pia kuna zile haki ambazo mtu ana mwenye idea yake anakuja anasema kwamba hao wanatumia idea yangu, wafungwe au wafanyeje. Je, mmehakikisha mmezingatia masuala yote ya copyright kuhakikisha mchezo mnaufanya katika haki? Mpaka sasa hivi tuje kutangaza, ina maana tumehakikisha kila kitu chetu kina uhakika wa kufanyika. Kwa hiyo kuhusu masuala ya copyright, hayo ni masuala ambayo tumeshayakalia muda mpaka tukafikia kuwaita, ina maana udadisi wa hayo yote masuala yameshakuwepo. Swali ambalo anauliza kidogo halina nafasi. Hilo swali lako hilo halina nafasi. Kwa sababu gani? Hakuna mwanzilishi wa music duniani. Marekani mziki unaimbwa mpaka mkambi humu mnaimbwa. Sasa kwa nini sisi tusiweke popo na Marekani ipo? Na sehemu swali lako wewe linakuongeza njaa. Twende na swali lingine. Asante. Ndiyo. Najua hii Malmedia ni media, si ndio? Ndiyo. Nataka nijue Pop the Balloon ni kipindi kinachopatikana huko au ndo kiini cha nyenye kutuita leo? Pop the Balloon. Pop the Balloon. Our Foundation Love Nyaru Vision ni mojawapo wa sababu ya sisi kuwaita hapa, lakini nimekuja kuitangaza rasmi Malu Media. Ndi haujafuata maandishi mzuri wewe. Asante. Ndi na nitaka nijue hivyo, yani kiufupi utuelekeze kwamba Pop the Balloon ni kipindi kinachopatikana hapo ndani ya Malu Media. Kwa sababu nikikupata vizuri, na ndio maana lile swali kwa sisi pale lilitoka kwamba lengo lenu ni kukuza vipaji. Na ndio maana sisi aliuliza ni vipaji vya aina gani mnavikuza nyie, lakini ulipokwenda kumjibu ni huko kwenye Pop the Balloon. Ndiyo. Yaani ulitoka huko tena ulivyomjibu huko. Ina maana hicho mimi saa ina huku tena tulia. Kwa haraka nimekuja leka ili mueleweshe. Hii Malu Media. Kiini cha kuanzishwa kwa media ni hichi kitu ambacho tunakiona Pop the Balloon. Na maana hakuna vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinafanyika. Lakini nitake kujua kwa Vantolo na Sister pale kuhusiana na aina ya mchezo ambao jinsi utakapokuwa unachezeka. Sisi umesema kwamba ikitokea labda kwa mwanamke anakuwepo mwanamke mmoja kwa wanaume 5 tuseme. Nataka tujue ikatokea kati ya wanaume 5 amempenda mwanaume mmoja tuseme, ndo kabla ya kuanza kujieleza sina maana anachagua anampenda huyo. Si ndio? Hapana. Tasikiliza kwanza maelezo yake. Ukiwa umeyapenda maelezo yake vizuri, nitachoose njia kuchagua. Brother, nitakujibu hilo swali. Ni kwamba amekuja mwanamke mmoja, wanaume wote wamempenda, si ndio? Yule mwanamke atapewa nafasi naye achague mwanamume mmoja. Atachukua kile kipini, ataambiwa angalia ukapasua ambao haujawaelewa. Yeye atachukua kipini, ataenda kupasua hizo puto za wengine. Anaacha yule mmoja ambaye amemuelewa. Basi kwa hiyo mwanaume atakuwa amepata bahati. Kwa kinachobaki tusubiri supu. Na kingine cha kushindikiza na cha kumalizia ni kwamba ni muda sasa wa supu. Kwa hiyo mnaweza mkazime hivyo vifaa vyenu kwa kushiriki nyetu kwa sababu ya supu. Tunawakaribisha nyote kwa supu day.